Karibu sana kwenye channel yetu. Kama hii ni mara yako ya kwanza kufika hapa, karibu sana. Na kama wewe ni subscriber wetu wa kudumu, asante kwa kuendelea kuwa sehemu ya familia hii. Leo nataka tuzungumze kuhusu jambo moja muhimu sana, jambo ambalo watu wengi hulipitia lakini hawalitambui. Kuna kipindi kwenye maisha yako kabla ya mambo kuwa mazuri, huanza kuhisi kama kila kitu kinaharibika. Marafiki wanapotea, mipango inavurugika, lakini pia unahisi upweke, unauliza maswali mengi sana. Lakini ukweli ni huu hapa. Mara nyingi hayo ndio mwanzo wa maisha yako kupanda level. Leo nitakushirikisha dalili 7 muhimu sana zinazoonyesha kwamba maisha yako yapo karibu kuingia kwenye kiwango kipya kabisa. Hakikisha unaangalia hadi mwisho, kwa sababu dalili ya mwisho watu wengi huipuuza, lakini ndio hatari zaidi. Dalili ya kwanza, unajisikia kutengana na watu uliozoeana nao. Kuna kipindi unagundua kuwa mazungumzo ya zamani hayakuvutii tena. Ucheshi uliokuwa unakuchekesha sasa unaonekana ni wa kitoto. Mambo uliokuwa unapenda kuyafanya sana hayakupi furaha tena. Watu wanaweza kukuambia, mbona umebadilika sana? Mbona siku hizi upo kimya sana? Lakini ukweli ni huu hapa. Wewe hujapotea, umebadilika kiwango. Kabla ya maisha yako kupanda level, akili yako huanza kutafuta maana. Nafsi yako pia huanza kukataa vitu visivyoendana na mustakabali wako. Hii ni dalili ya ukuaji, sio tatizo. Lakini dalili ya pili, kila kitu kinaonekana kinavurugika. Hii ni dalili ambayo watu wengi huogopa sana. Kazi inaonekana haieleweki, mahusiano yanatikisika, mipango inakuwa kama inachelewa, unaomba lakini majibu yanaonekana kimya. Lakini sikiliza vizuri. Kabla ya kitu kipya kujengwa, cha zamani lazima kibomolewe. Maisha yakipanga kukupeleka level nyingine, cha kwanza huondoa mazingira yasiyoendana na wewe. Lakini pili, hukutoa kwenye comfort zone. 3, hukuvunja ili kukujenga upya. Machafuko haya ni adhabu, si maandalizi. Machafuko hayo si adhabu, lakini ni maandalizi. Dalili ya 3, unajikuta unakaa peke yako sana. Kuna kipindi hutamani sana mikusanyiko. Unapenda kukaa kimya. Mawazo yanakuwa mengi lakini ya kina. Upweke huu sio loneliness, ni isolation ya ukuaji. Hapa ndipo unajijua wewe. Unagundua nguvu zako, lakini pia unapanga mustakabali wako. Maisha hayawezi kukupandisha level ukiwa bado umejaa kelele za watu wengine. Lakini dalili ya 4, unaanza kujiuliza maswali magumu. Maswali kama, mimi ni nani hasa? Ninataka nini kwenye maisha? Kwa nini nipo hapa? Maisha yangu yanaelekea wapi? Maswali haya hayaji kwa kila mtu. Huwajia watu waliokomaa kiakili. Na hii inaonyesha akili yako imeanza kuamka. Watu wengi wanaishi bila kuuliza maswali haya, lakini wewe umeanza kuyauliza. Hiyo tayari ni level mpya. Dalili ya 5, unaacha kujaribu kufurahisha kila mtu. Awali ulitaka kila mtu akuelewe. Ulitaka kukubalika. Ulitaka kuthibitisha thamani yako. Lakini sasa unajiheshimu sana. Unachagua amani kuliko drama. Unachagua thamani yako. Hii ni dalili ya self worth ya kweli. Maisha hawezi kukupandisha level ukiwa bado unaishi kwa ajili ya makubaliano ya watu wengine. Lakini dalili ya 6, unaona maono mapya ya maisha yako. Ghafla unaanza kuona maisha tofauti. Kuota ndoto kubwa na kutaka zaidi ya ulipo sasa. Hata kama huna pesa bado, huna njia bado, huna support bado, lakini maono yanakuwepo. Kumbuka, maono huja kabla ya rasilimali. Kama unaona mbali, ni kwa sababu akili yako tayari iko mbele ya mwili wako. Dalili ya 7, na ni muhimu sana, unapitia maumivu ya kina. Hii ndio dalili ambayo watu wengi huikimbia. Maumivu ya kusalitiwa, maumivu ya kushindwa, maumivu ya kukatishwa tamaa, maumivu ya kuvunjika moyo. Lakini ukweli ni kwamba hakuna level up bila maumivu. Kwa maana hakuna kukua bila maumivu.
Maumivu hukuvunja ego, hukufundisha huruma, lakini hukupa hekima. Kama unapitia maumivu kwa sasa, usikate tamaa. Huenda hiyo ndio daraja la kukupeleka level nyingine ya maisha yako. Kama umeona dalili hizi kwenye maisha yako, usihofu, usijilaumu na wala usirudi nyuma. Wewe haupotei, bali unaandaliwa. Kumbuka, kila level mpya inahitaji toleo jipya la wewe. Kama video hii imekugusa, basi usisahau kubonyeza like, kusubscribe kwa content zaidi za kujijenga, lakini pia andika comment, niko tayari kwa level yangu mpya. Asante sana kwa kuangalia. Tutaonana kwenye video inayofuata.